Bwana Yesu asifiwe, watoto wateule wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote mbinguni na duniani. Ni mimi mtumishi wa Mungu, nimekuja tena mbele yako kwa ajili ya kujifunza somo letu la leo. Basi kabla hatujajua tunajifunza kuhusu nini, tumkaribishe Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wetu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakutukuza kwa kunipa kibali majira na nyakati kama hizi zilizokubaliwa mbele zako Bwana wa majeshi. Ninaliinua na kulitukuza jina lako. Tazama, ninamkaribisha Roho wako Mtakatifu unapokwenda kufundisha somo hili Bwana wa majeshi. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akawafundishe watoto wako uliowakusudia siku ya leo kupitia kinywa changu. Baba, natiisha mamlaka yote ya giza Bwana, na natiisha kwa mamlaka ya jina la Yesu kila roho za usumbufu na roho zote za upinzani. Baba, ninazitiisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu akasimame kwanza naanza kipindi hiki mpaka mwisho. Roho wako Mtakatifu akahusike katika jina la Yesu. Lakini zaidi yote namweka msikilizaji wako ambaye umemkusudia akajifunze. Basi Mungu, namweka mikononi mwako, ninamfunika kwa damu ya Yesu. Na atakapopata kulisikiliza hili somo Baba, akapate kuchukua hatua ya kiutekelezaji katika jina lako takatifu, Mungu lipitalo majina yote. Asante Baba, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi somo letu la leo linasema kwamba kichwa cha somo kinasema itakuwa ni sehemu ya kwanza. Tutakuwa na sehemu ya kwanza na ya pili, ikiwezekana mpaka na ya tatu kadri Roho wa Mungu atakapokuwa ametuongoza. Kichwa cha somo kinasema nimekupanda mzabibu mwema. Mungu alipokuumba, alikuumba ukiwa mtoto mzuri kabisa, ukiwa ni mzabibu mwema ambaye alikuwa anakutazama hivyo machoni pake. Alikuona kabisa kwamba amekupanda ukiwa mtu mwema. Amekuleta duniani ukiwa mtu mwema kabisa, ambaye kuna muda hata yeye Mungu alipokuwa akikutazama alivutiwa na wewe. Wakati anakuangalia Mungu, kuna muda alijivunia wewe, maana uliupendeza moyo wake. Lakini sasa Mungu anaingia katika majuto na kusema, hivi huyu ambaye nilikuwa ninamtazama, ninavutiwa naye, anaupendeza moyo wangu, amekuwaje tena ni mzabibu mwitu? Amekuwaje ni mzabibu mbaya? Amegeukaje? Imekuwaje? Amekuwa mzabibu usiofaa. Nini kimempata? Mungu anajiuliza, mwanangu kimempata nini? Mbona nilipokuwa namtazama mara ya kwanza sivyo ninavyoweza kumtazama sasa hivi? Amekuwaje mzabibu mbaya? Kwa nini anatazamika hivyo? Mungu anajiuliza, anashangaa kwa sababu ulikuwa mtoto mwema, ulikuwa mtoto mtiifu. Ni kama vile mzazi anapomzaa mtoto wake, anapomzaa tu mtoto wake, hamwangalii kwa ubaya wowote, anamwangalia kwa wema, kwa sababu ule mtoto anakuwa bado hajabadilika na kuwa mzabibu mbaya. Anapokuwa mdogo anakuwa kabisa ni mzabibu mzuri ambao anakuwa hata mzazi kwanza anamfurahia yule mtoto. Kwa nini? Kwa sababu bado hajaanza kubadilika kwa namna yoyote ile. Lakini kadri yule mtoto anavyozidi kukua, sasa mzazi ndo anaanza kugundua mabadiliko ndani ya yule mtoto. Yule mtoto anaanza kujitambulisha kwa tabia nyingine zisizofaa. Mzazi ndo anaanza kugundua, kumbe mtoto wangu ana kiburi, kumbe mtoto wangu ana ujeuri, kumbe aka katoto kako hivi. Unaanza kugundua baadhi ya vitabia ambavyo wewe mwenyewe mzazi unasema hii tabia nikiacha ikiendelea itakuja kuleta shida baadaye. Lakini wakati unamzaa alikuwa ni mtoto mzuri, alikuwa ni mzabibu mzuri kabisa ambaye wewe mwenyewe unaweza ukajivunia naye. Basi somo letu tutakalosimama nalo linatoka kwenye Yeremia 2 mstari wa 21. Tutakuwa na somo moja tu, neno moja tu, linasema kwamba nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umekuwaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Bwana anauliza. Narudia tena, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umekuwaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Mungu anakuuliza hilo swali. Umekuwaje mzabibu mwitu machoni pa Bwana? Mbona wakati anakuleta duniani ulikuwa mzabibu mzuri? Umegeukaje?
Kwa nini unaonekana kwa ubaya machoni pa Mungu? Kwa nini unaonekana kuwa chukizo machoni pa Mungu? Hebu anza kutafakari maisha yako. Kwa nini umefikia hatua ya kutazamika chukizo machoni pa Bwana? Kwa nini umefikia huko? Kwa nini umefikia huko? Kwa nini umefikia hatua hiyo? Basi kuna vitu kadhaa ambavyo tutakwenda kuviangalia ambavyo vinachangia mtu aonekane kuwa ni mzabibu mwitu machoni pa Bwana, au kuonekana mtu asiyefaa machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho mimi nimeweza kukiona, kwanza kabisa ni malezi. Malezi yanayotoka kwa mzazi au kwa mlezi ambaye anamlea huyo mtoto. Lakini kitu cha pili, baada ya kulelewa, yule mtoto anatoka sasa. Anatoka anaenda shule, anatoka anakutana na jamii. Sasa hapo tunasema kwamba kitu cha pili ni marafiki. Marafiki gani hawa? Ni marafiki wabaya. Hawa na wenyewe wanachangia kwa kiasi kimoja au kingine au kwa kiasi kikubwa sana kumfanya huyu mtu aonekane kwa Mungu sio mzabibu mwema. Lakini kitu kingine ni utandawazi. Ni utandawazi, mambo ya teknolojia, mambo ya simu, mambo ya TV na mambo mengine tutakuja kuangalia huko mbele. Lakini kitu kingine ambacho nimekiangalia ni mabadiliko katika ukuaji wa mtoto mwenyewe, jinsi anapokuwa anafikia kile kipindi cha ukuaji cha mabadiliko. Pale pia kuna tabia nyingine zinaingia ambazo zinamfanya yule mtoto abadilike na kuwa mzabibu mbaya. Kwa kadri Roho Mtakatifu atakapotupa kibali leo, tunaweza tukajifunza njia 2-3 kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Lakini kipengele cha kwanza tutaanza kuelezea kipengele cha malezi. Malezi ambayo huyu mtoto anayatoa kwa wazazi au anayatoa kwa mlezi ambaye amejikuta analelewa pale. Kwa nini tunazungumzia kuhusu malezi? Kama hapo nilivyosema kwamba mzazi anapomzaa mtoto wake, anapomwangalia akiwa mdogo, yule mtoto anakuwa na tabia zote njema ambazo zinampendeza mzazi, zinampendeza na kila mtu. Lakini kadri mtoto anavyoendelea kukua, ndipo pale tabia zake zinabadilika taratibu taratibu. Mtoto anaenda anabadilika. Kwa hiyo yale mabadiliko ya kitabia ya mtoto unapokuwa naye nyumbani, na tabia nyingine ni mzazi mwenyewe unatakiwa umfundishe. Umeona, tabia njema ambazo mzazi unataka mtoto wako awe nazo, ni wewe mwenyewe unatakiwa umfundishe. Kwa mfano unaweza kumfundisha mtoto kusalimia. Unamwambia asubuhi akiamka mtoto unaona hasalimii, unamwambia unatakiwa mwanangu usalimie, unatakiwa useme hivi shikamoo baba, unatakiwa useme shikamoo mama, unatakiwa uwasalimie wakubwa humu ndani, unatakiwa wageni wakija uwasalimie. Wewe ndiye unaanza kumfundisha yule mtoto, kwa sababu anapokuja kuna kitu hana anachokijua. Kwa mafundisho na malezi makubwa mtoto anayapata akiwa wapi? Akiwa yuko kwa wazazi wake. Hao walimu wanapokwenda shuleni wanafanya ziada. Mzazi ndio unatakiwa uanze, kwa sababu ndio yuko mikononi mwako. Umeona? Kwa hiyo sasa, kama kuna tabia yoyote ambayo mtoto ameanza kuionyesha ambayo wewe mwenyewe mzazi inakuchukiza, au pengine wewe umeona kuwa ni tabia wewe unaweza kuona kwamba ni tabia nzuri, lakini akitoka nje wanamzungumzia vibaya kwamba huyu mtoto kadekezwa. Kwa nini? Jamii inamuona tofauti na unavyomuona wewe. Na unaweza ukasema kwamba si mtoto wangu waniache, lakini je, swali ni kwamba huyo mtoto unamfungia ndani kila siku ili upendezwe na tabia zake? Si bado atatoka nje, bado atakuwa kikwazo kwa watu wengine, si ndio? Kwa malezi ya mtoto yanasababishwa sana na kuja kuwa nani baadaye, atatizamikaje kwenye jamii iliyomzunguka, atatizamikaje kwa marafiki wanaomzunguka. Ni malezi ya mlezi au mzazi. Mzazi unamjengea mtoto wako malezi gani? Unamfundisha nini mtoto wako? Je, unamfundisha kwamba atakuja kuishi na wewe maisha yake yote, hatatoka mikononi mwako? Au unamlea malezi ambayo huyu mtoto kuna kipindi atatoka mikononi mwako, na hata akienda nje ya kwako wewe, bado mzazi kama mzazi utajihakikishia usalama wa yule mtoto ni kutokana na malezi uliomlea. Unajua kabisa mwanangu anaishi na mtu yoyote. Lakini ukiona mzazi unamlea mtoto kiasi kwamba
huna uhakika hata akienda kwa ndugu likizo, unasema huko sijui hata kama akiambiwa afute meza atafuta huyu, sijui mwanangu atateseka, sijui. Lakini unakuta mzazi mwingine, mtoto hata akichukuliwa kwenda sehemu ambazo unajua kabisa hapa ni ngumu, lakini unasema mtoto wangu mimi namwamini kwa jinsi nilivyomlea, hawezi kunitia aibu, hawezi kuona nateseka, hawezi kuona nanyanyasika. Kwa sababu gani? Umemlea mtoto vizuri, umemjengea misingi kwamba hata nisipokuwepo leo na kesho, bado utaweza kuishi kwa mtu yoyote na maisha yako akaendelea. Bado huyu mtoto akitoka kwenye jamii inajivunia kumuona. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya malezi, kwa sababu ya tabia, kwa sababu ya misingi mizuri ambayo mzazi umemwanzishia yule mtoto. Kiasi kwamba mpaka mtu mwingine anasema mtoto wa fulani natamani hata wanangu wangekuwa na tabia kama yake, kwa sababu akitumwa hawezi akakataa. Hutamsikia ule mtoto kinywa chake kinatamka matusi, hutamsikia ule mtoto amemfyonza mtu mkubwa, hutamsikia ule mtoto sijui ni mgomvi, hutamsikia ule mtoto ni anafanya vituko kaiba, hutamsikia mtoto ana tabia za namna hiyo. Mtoto kuna wazazi wengine wanawatreat watoto wao, wanawafunza watoto wao, hata ikitokea amekosea nje na nyumbani kwao, mtu mkubwa akimuona akamkemea, yule mtoto hawezi akamtukana, yule mtoto hawezi akamuonesha jeuri, yule mtoto hawezi akamuonesha kiburi. Lakini watoto wa siku hizi, ikitokea umemwona amefanya kosa, wewe sio mzazi wake, lakini ni mtu uliyempita umri kama mzazi wake, ukimsema, ukimrekebisha, yule mtoto anaweza ataka kutukana. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mzazi wake. Unafikiri ni kwa nini? Ni yale malezi ambayo amelelewa, ni jinsi ambavyo mzazi wake amemtreat toka mwanzo, au mlezi jinsi alivyomlea. Kwa hiyo tunakuta kwamba hizi tabia ambazo zinakuwa zinaenda zinachipuka, mzazi sometimes huzioni kama zinaleta athari, au zitaleta athari baada ya miaka kadhaa kwa mtoto wako. Umempenda sana kupitiliza, ndio hizi tabia ambazo hata kwa Mungu anazishangaa. Mungu anajiuliza, huyu mtoto amekuwaje? Mbona nilimpanda akiwa mzabibu mzuri tu kabisa? Mbona nilimpanda akiwa mtoto mwema? Mbona alivyokuwa natoka kwenye tumbo la mamake alikuwa ni mwema? Mbona nilikuwa namtazama kwa mtazamo mwingine? Lakini sasa hivi mbona machoni pangu sitaki hata kumtazama? Mbona anatazamika kwa uchafu wa tabia? Mbona anatazamika kwa kinywa kichafu? Mbona anatazamika hivi? Mungu anashangaa. Sasa kama Mungu anashangaa, wewe mzazi au mlezi, mbona bado hujashangaa hiyo tabia ya mtoto wako? Na kama wewe inakukasirisha, inakuuzi, vipi Mungu wa mbinguni aliyemuumba ataacha kukasirika? Vipi ataacha kukasirika? Ndio maana anauliza, umekuwaje basi? Umekuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu. Kwa nini unaonekana kama mzabibu mwitu machoni pa Bwana? Kwa nini? Alaumiwe nani? Alaumiwe nani? Alaumiwe mzazi? Ilaumiwe jamii? Au alaumiwe mtoto? Nani alaumiwe? Mtoto huyu kakulia katika mazingira gani? Kuna wengine kweli wamekuwa kama machokola, hawana wazazi, jamii haijawapokea, wanaishi kwa kutangatanga. Hawa tutawazungumzia. Tunazungumzia hawa ambao hata kama mzazi wake ameondoka, lakini bado kuna mlezi aliyechukua jukumu la kumlea huyu mtoto. Tunazungumzia wale watu ambao bado wana wazazi wao, wanalelewa kwenye mikono ya baba na mama, hata kama ni mzazi mmoja, lakini bado anaitwa mzazi. Unampelekaje mtoto wako? Unamwendeshaje mtoto wako? Unamfundisha nini mtoto wako? Unamfundishaje mtoto wako? Kwa sababu kuna watoto wengine kweli wana wazazi, na wazazi wamepambana sana kuhakikisha hawa watoto wanaingia na kusimama katika mstari ulionyooka, lakini unakuta mtoto haeleweki. Nini kifanyike? Mkabidhi Mungu. Usiache kuomba, usiache kupiga magoti, usiache kulia kwa Mungu. Kama unaona kabisa kwamba mbona nimejaribu kadri ya uwezo wangu imeshindikana, kabidhi Mungu. Mwambie Mungu, nimefanya kama mzazi, lakini naona bado inakuwa ni teso kwa huyu mtoto. Mbona hizi tabia zinakuwa hazieleweki, bado anaendelea nazo. Umefunga na kuomba, umemkabidhi kwa Mungu. Mungu amesema nini? Kasema naye kashindwa, kasema naye basi mwache, kwamba asiyefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu. Kwa hiyo unakuta sasa
jinsi ambavyo anaendelea kukua na hizi tabia ambazo wewe mzazi, saa nyingine kuna wale wazazi ambao wanawachukulia kama yai, ndivyo hivyo na Mungu anaendelea kuona ubovu wa yule mtoto kadri anavyoendelea kukua. Kadri anavyoendelea kukua, yule mtoto ubovu ule sasa unaongezeka. Ulikuwa umeanzia nyumbani, unaenda kwenye jamii, mpaka na Mungu naye anauona, na anakuja huko baadaye. Sasa unaanza kushangaa, mtoto wangu kashindikana. Kwa sababu gani? Kuna msingi ambao ulimjengea haukuwa ni msingi mzuri. Umempelekea huyu mtoto kuwa mzabibu mwitu. Mtoto hata akila, hata kutoa tu chombo mezani hawezi kutoa, anaitwa dada akatoe. Hata kufua tu boxer zake hawezi, hata tu kujiogesha amefikisha umri fulani hawezi, hata tu kufagia uwanja hawezi. Yaani yupo tu, yeye yupo tu. Na mzazi unafurahia kwa kipindi hicho, kwa sababu unajua kwamba ndio malezi. Ndio nini? Ndio malezi. Lakini kumbe haya malezi yatakuja kumpelekea kuishi kwa shida, na kuja kuwa na tabia mbovu, na kuja kuonekana sio mzabibu mzuri machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kikundi kingine ambacho tunaweza tukakiongelea leo ni marafiki wabaya. Ameshatoka sasa kwa mzazi. Yamkini mzazi umewekeza kabisa ni mtoto mwenye tabia njema. Anaanza sasa kwenda shuleni. Humo njiani atakutana na watu. Huko shuleni atakutana na marafiki. Labda mtoto anasoma boarding, huko boarding atakutana na marafiki. Au marafiki zake ni marafiki wa aina gani? Ulishamfundisha kuhusu marafiki wazuri na marafiki wabaya? Kwa sababu watoto wa sasa hivi usipoongea naye kwa uwazi, anaenda kukutana na vitu ambavyo viko kwa uwazi sana kwenye masomo anayofundishwa ya sayansi, kwenye mitandao ya kijamii, anakutana na vitu vya uwazi sana. Sasa mzazi, watoto wa sasa hivi hawapaswi kufichwa kitu chochote. Ni lazima uambie. Dunia imeharibika. Huko nje sio wote unaowafikiria ni watu unaowaona ni wazuri kwa nje ni wazuri mpaka ndani. Kuna wengine wazuri kwa nje lakini ndani ni mbwa mwitu. Lazima mtoto umwambie kila kitu. Kwa anapotoka mlangoni anaenda nje, lazima kuna watu anakutana nao ambao ni tofauti na jamii ya kwao walioizoea. Ndio hivyo sasa ameenda shuleni anakutana na marafiki. Hao marafiki zake wa shuleni ni marafiki wa aina gani? Kumbe kuna umuhimu hata mzazi kujua marafiki wa mtoto wako. Ikiwezekana kupajua mpaka kwao. Ikiwezekana kujenga hata ukaribu, kwenda hata kwa marafiki, kujuana kama wazazi. Kama watoto wenu wameshakuwa na bondi shuleni, ni marafiki, ni vema hata wazazi mkajuana kwamba watoto wetu ni marafiki. Ukaangalia hata kwao, huyu mtoto analelewaje, huyu mtoto yuko vipi. Ukigundua kama rafiki wa mtoto wako hayupo kwenye malezi mazuri, muepushe mtoto wako. Kama unaweza kuongea na mzazi mwenzio ambaye ana mzazi wa mtoto ambaye anaweza akakuelewa na akamkanya mtoto wake kwenye baadhi ya tabia ambazo unaona mbona mwanangu hakuwa na hii tabia? Mbona hakuwa na hii tabia? Kama hakuelewi, mtenge mtoto wako. Mtenganishe mtoto wako, mwambie kabisa. Kwa hiyo kumbe unakuta mtoto wako anaenda anakutana na marafiki. Yamkini hata ameshamaliza shule, amemaliza vyuo, ameshaingia mtaani kwa kujitegemea, anakutana na marafiki wabaya, anakutana na marafiki wezi, anakutana na marafiki walevi, anakutana na marafiki washerati, marafiki wanacheza kamari, marafiki sio wanaovaa mavazi yasiyofaa, marafiki sio wajeuri, marafiki wenye kiburi, marafiki wenye mienendo mibovu, anajiunga nao. Huyu alikuwa ni mzabibu mzuri. Wazazi wamefanya jitihada za kumtengeneza kuwa mzabibu mwema, na Mungu alikuwa anamtazama hivyo. Ameingia sasa kwenye jamii. Amekutana na jamii iliyompokea, imempokea kwa bashasha na tashtiti zote. Ikaanza kumfundisha kile ambacho Mungu hakukipanda ndani yake. Akaanza kubadilika taratibu. Kama sio mtoto wa kuweza kujisimamia, unakuta anachotwa na ile nguvu ya ushawishi wa marafiki. Alikuwa hanywi pombe, anaanza kunywa pombe.
Alikuwa sio malaya, anaanza kuwa malaya. Alikuwa hachezi kamari, anaanza kucheza kamari. Alikuwa anavaa mavazi ya staha, anaanza kuvaa mavazi yasiyofaa. Alikuwa hana ujeuri, anaanza kuwa jeuri. Alikuwa hana kiburi, anaanza kuwa kiburi. Mungu anajiuliza, mwanangu amekuwaje? Mzazi anajiuliza, mwanangu amekuwaje? Jamii inaanza kumtazama kwa mtazamo mwingine. Ameshakuwa mzabibu mwitu. Ameshakuwa mzabibu mwitu. Ameshashindikana. Mungu anamuuliza, nilikupanda ukiwa mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa, mbegu nzuri kabisa. Umekuwaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Tabia hizi mwanangu umezitoa wapi? Kumbe kama mzazi ukimwangalisha mwanangu, kuna marafiki wabaya. Ukiambiwa twende ukalewe, usikubali. Ukiambiwa twende tukaibe, usikubali. Ukiambiwa vaa mavazi yasiyostahili, usikubali. Na mwelekeze mavazi yanayostahili ni yapi kwa mtoto wa Mungu. Mwelekeze kila kitu aelewe, ili anapokumbana navyo huko akajue kabisa kwamba nilionywa, hiki sio kizuri. Akiamua kuwa mzabibu mbaya, awe yeye mwenyewe kuwa mbaya. Akiamua kusimama kuwa mzabibu mwema, basi yeye mwenyewe aamue kuwa mwema. Lakini wewe uwe umesimama kwenye nafasi yako. Wewe uwe umeplay part yako kama mzazi au kama mlezi. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kuangalia anaambatana na kina nani. Kwa sababu tayari kuna tabia ambazo utajiziona tu zimeanza kuibuka. Kumbe ni nini? Wao hujamnunulia simu, lakini anaoambatana nao wana simu za mkononi. Wewe hujamruhusu, anaambatana nao na simu za mkononi. Wanamfundisha kumfundisha, wanaangalia kuangalia. Kuna vitu vingine vikubwa ambavyo wewe huvijui, lakini yeye anavijua. Sasa the moment unaanza kuona kwamba kuna tabia ambazo sizielewi zimeingia kwa mtoto wangu, ni jukumu la mzazi kwanza kumfuatilia. Ni jukumu la mlezi kwanza kumfuatilia, kujua tatizo ni nini. Tatizo ni nini? Ukigundua chanzo, ni rahisi kumtenganisha nacho, ni rahisi kumrekebisha, ni rahisi kukaa naye na kuanza kumwambia, mwanangu, unakoelekea siko. Kuna hii tabia nayo na haukuwa nayo. Kuna hichi kipengele na kiona kwako sio kizuri. Unatazamikaje mbele ya macho yangu kama mzazi? Kama mbele ya mzazi anatazamika vibaya, vipi kuhusu mbele ya Mungu? Anatazamika vibaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo letu litaendelea kwa vipengele vingine vilivyobaki. Mungu anamtazamaje? Mungu anakutazamaje wewe? Mungu anakutazamaje wewe? Sasa umeshatoka mikononi kwa mzazi, wewe ni mtu mzima unejitegemea, una familia yako. Mungu anakutazamaje akikuangalia? Mungu akikuangalia na kutazamaje? Tabia yako kwa ujumla sasa. Tayari wazazi walishaga kuacha, unaijiendeshea na maisha yako yanaenda. Wewe ni mtu mzima, unaenda na maisha yako. Unatazamikaje kwa Mungu? Hebu jichunguze tu sasa wewe, jianze kujifanyia assessment wewe mwenyewe. Jichunguze, je, mwenendo wangu, tabia yangu, ongea yangu, kutazama kwangu. Unajua hata kutazama, kuna mtu anaweza akamtazama mtu kwa macho tu ya kumchombeza. Macho yako yanaashiria nini unapomtazama? Mungu anayaonaje macho yako? Anayaona unatazama vema, au ukimtazama mtu unamtazama kwa kumchombeza? Mavazi yako unavaaje? Unavaa kwa kujistiri au unavaa kwa ajili ya kuchombeza? Mienendo yako unatembeaje? Hebu anza kujifanyia assessment mwenyewe, kwa sababu tena ni mtu mzima wewe. Ni wewe tayari ni mtu mzima. Mungu akuangalia sasa kama uko mikononi mwa mtu. Anakuangalia kama ni mtu ambaye sasa umeshakuwa, unamjua Mungu au humjui Mungu, lakini unatazamikaje mbele zake? Unatazamikaje mbele zake? Anza kujichunguza. Una kiburi, una kaujeuri, ukoje? Kaa tu siku moja, jianze kujichunguza wewe. Mwambie Roho Mtakatifu, hebu nisaidie. Mimi naonekanaje mbele za Mungu? Ninaonekana mzabibu mwema au naonekana mzabibu mbaya? Ninaonekana nimeshindikana? Ninaonekana tena nimekatiwa tamaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo nitaishia hapa. Mungu akubariki sana katika kipengele cha kwanza, sehemu ya kwanza. Tutaendelea na sehemu nyingine zilizobakia
kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kadri Roho Mtakatifu atakapokuwa anaendelea kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu kwa kufundisha somo hili. Ninakushukuru Roho Mtakatifu, ninaliachilia mikononi mwako. Ninawafunika wale wote ambao watakwenda kusikiliza somo hili. Ninafungua fahamu zao na kuzitakasa kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, ninaomba ukawasaidie waanze kujitafakari, waanze kutafakari watoto wao, mienendo yao na tabia zao, wanaonekanaje mbele ya wazazi, wanaonekanaje mbele ya jamii, na Mungu anawatazamaje, katika jina la Yesu. Amen.